CCM ambaye pia ni mgombea mwenza wa urais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi leo hii amekuwa mgeni rasmi katika kongamano la wafugaji Tanzania hapa wilayani Bariadi katika viwanja vya 88 Nyakabindi. Na hii hapa ni hotuba yake aliyehutubia mbele ya wafugaji waliohudhuria katika kongamano hili. Labda nianze na kuwashukuru sana chama cha wafugaji kwa kunialika kwenye shughuli hizi. Naomba nikiri kwamba waziri na mwenyekiti wenu wamefanya kazi ya ziada kunikamata, ratiba yangu ilikuwa ngumu kidogo. Na kwa bahati mbaya mwenyekiti wenu wa wafugaji tunatoka wote Bunda. Sasa muda wote akawa ananikumbusha kwa kuwa wewe ni mkazi pia wa Bunda, usipokuja nitakuchonganisha na ndugu zako wa Bunda. Sasa kwa kweli ugomvi na watu wa Bunda sitaki. Nikasema bora nije tumalize ugomvi huu. Lakini tumie nafasi hii ya kuwapa salamu za mwenyekiti wa chama chetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye muda si mrefu ataingia katika mkoa wa Simiyu. Anajua uwepo kongamano hili, anajua umuhimu wa wafugaji, anajua nafasi ya ufugaji katika nchi yetu, na ndio maana ameridhia mimi katibu mkuu wa chama nije kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli hii ya leo. Pokeeni salamu nyingi kutoka kwake. Chama cha Mapinduzi kinatambua kwa namna ya pekee nafasi kubwa mlionayo kama wafugaji. Na leo pamoja na kunialika, mmenipa pamoja na zawadi ya nimesema mitamba wawili, na mwenyekiti kasisitiza wekundu. Sasa sina hakika mwenyekiti ni Simba au alitaka kusema vile. Lakini pia tangu nimeanza kupewa zawadi za mbuzi au ng'ombe miaka 10 na kitu iliyopita, leo ndio mara ya kwanza katika zawadi hiyo nimepewa na hela ya kununulia lamba. Kwa hiyo nawe naiweka kwenye rekodi hii, haijapata kutokea. Kwa mlichosema mwanzo kwamba wafugaji ni matajiri, sasa nimeelewa. Lakini nitumie nafasi hii kupongeza sana serikali na hasa wizara kwa kazi kubwa ambayo imefanyika katika sekta ya mifugo. Bajeti ya mifugo mwaka 2021-2022 ilikuwa bilioni 66. Lakini bajeti ya mifugo mwaka huu 25-26 imekuwa bilioni 476. Bajeti imepanda kwa zaidi ya 600%. Hii ni kuonyesha kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inatambua nafasi ya wafugaji kwa vitendo, sio kwa maneno. Mara ukiona serikali na chama chake vinawasifia tu wafugaji, lakini kule kwenye bajeti hakuna kinachofanyika, maana yake ni kwamba havina dhamira ya kweli ya kuinua ufugaji na wafugaji katika nchi. Lakini dhamira ambayo imeonyeshwa na serikali ya CCM chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupandisha bajeti ya kilimo kwa miaka 4 tu kwa zaidi ya 600% inaonyesha wazi dhamira ya kweli isiyoyumba na isiyotetereka ya kuinua eneo la kilimo na la ufugaji katika nchi yetu. Nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri, nifikie salamu kwa serikali kwamba Chama cha Mapinduzi kinaridhishwa na jinsi ambavyo serikali inafanya kazi. Lakini nitumie nafasi hii kupitia kwenu kuwashukuru wafugaji wote nchini kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, ambayo inatafsirika kwa vitendo, ambapo pato la taifa katika nchi yetu ambalo linatokana na wafugaji peke yao ni zaidi ya 6.2%. Hii ni ishara ya wazi kwamba wafugaji wako mstari wa mbele katika kuijenga nchi yetu, kulijenga taifa letu, kushiriki katika maendeleo ya nchi yetu. Hongereni sana. Lakini pia nitumie nafasi hii kuipongeza serikali, lakini pia kuwashukuru sana wafugaji na Watanzania wengine kwa kushiriki kikamilifu katika maendeleo mengine katika sekta mbalimbali za nchi yetu. Mmeona maendeleo makubwa kabisa kwenye sekta ya maji, sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya miundombinu, maendeleo ya jamii,
lakini yote hayo yametokana na mchango mkubwa unaofanywa na wadau mbalimbali wakiwemo wadau wa ufugaji. Nataka nitoe wito kwenu kuzitumia huduma zinazopatikana. Haina faida yoyote kujaza utitiri wa mashule, kujaza utitiri wa walimu kama wafugaji hawanufaiki na elimu hiyo. Haina faida yoyote kujaza hospitali kila mahala, vituo vya afya kila mahala, zahanati kila mahala, alafu wafugaji wasitumie huduma hizo. Hakuna sababu yoyote ya kuimarisha miundombinu ya mabwawa, majosho, visima kama wafugaji hawatumii huduma hizo. Kwa hiyo ni wasihi, na yule anayesema kwamba Oktoba tunaenda na mama, nimemsikia vizuri sana na namuunga mkono. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kupitia wafugaji katika kongamano la leo kuwashukuru sana wafugaji kwa kushirikiana na serikali. Tumekuwa na changamoto kubwa sana ya mahusiano kati ya wafugaji na wakulima. Kila upande ukizani wenyewe ni muhimu zaidi kuliko mwingine. Wafugaji katika risala yenu na katika mazungumzo ya waziri, wote mmeonyesha kutambua nafasi ya wakulima na wafugaji katika umoja wao katika kujenga taifa letu. Kila mtu akikaa kwa utulivu anagundua nchi yetu bila wakulima haina chakula na bila wafugaji haina kitoweo. Kwa wote tunawahitaji, na ndio maana kwa namna ya pekee sana nawapongeza wilaya ya Mvomero chini ya DC wao Judith Nguli kwa andiko lao la tutunzane. Nakiri kwamba sikupata kulisoma kabla, nimelisoma leo, nimehamasika kweli kweli. Andiko lao linaeleza umuhimu wa wafugaji kwa taifa letu, umuhimu wa wakulima kwa taifa letu, na kwamba wote wanahitajika katika kuijenga nchi yetu, na kwamba wakifanya kazi kwa kushirikiana, kupendana na kutunzana, taifa letu litaenda kasi zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Nitumie nafasi hii kuwasihi tamko hili tulitumike nchi nzima. Na ninasema tutunzane. Na mimi nawahakikishia nikiwa katibu mkuu wa CCM, tamko hilo hatutaishia kwenye wakulima na wafugaji. Hata na vyama vya upinzani tutatunzana nao. Tutaendelea kukumbushana kwamba nchi hii ni yetu wote tuna wajibu wa kujenga taifa letu. Kwa hiyo sisi tutatamani kutunzana na ACT, tutatamani kutunzana na Chadema, tutatamani kutunzana na kafu. Wote tutunzane, tupendane wote, au sio? Tunajenga nchi moja, lazima wote tushirikiane. Yale matendo yanayofanya tujenge uhasama miongoni mwetu, matendo yanayofanya tuchukiane, matendo yanayovunja sheria za nchi, lazima tukubaliane, tuwaige watu wa Mvomero, tuwaige wakulima na wafugaji, tuseme sisi wanasiasa pia tutatunzana kama wakulima na wafugaji. Na leo katika taarifa yenu mmenitajia mambo 7. Na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kugusia swala la elimu, swala la ardhi. Waziri umegusia swala la ardhi, waliomba eneo la kiwanja Dodoma, umesema liko katika hatua za mwisho. Kwa kweli nakupongeza na nimefurahi sana. Lakini pia katika maelezo yao wamegusia swala la kesi iliyoamriwa mahakamani ya wafugaji walionyang'anywa mifugo yao ambao walikwenda mahakamani na wakashinda. Miezi kadhaa iliyopita nilitoa maelekezo kwa serikali, kwa wizara zinazohusika kushughulikia kuona kwamba fidia ya wakulima hawa inalipwa mapema. Nimeulizia leo hatua zimefika wapi. Nimeambiwa kumeendelea kuwepo na majadiliano ya tathmini ya gharama halisi za mifugo ile ili iweze kulipwa. Nitumie kongamano hili kwa kuwa wizara zinaendelea kutathmini. Sasa huwezi kujua kila wizara, kwa bahati mbaya katika nchi wizara zina madaraka sawa, hakuna wizara iko juu ya mwingine. Kwa hiyo unaweza ukatathmini kwa miaka 7, miaka 10. Nitumie mkutano huu kutoa maelekezo kwa ofisi ya waziri mkuu kuliratibu jambo hili na kuhakikisha linafika mwisho.
Tunataka habari hii sasa iishe. Katika mazingira ya kawaida ya kibinadamu, mtu ambaye alinyang'anywa mifugo yake yote kwa muda mrefu inaleta msongo wa mawazo, sio tu kwa aliyenyang'anywa, lakini pia kwa mwingine mwenye mifugo ambaye naye atasema na mimi pengine nitanyang'anywa kesho, mengine nitanyang'anywa kesho kutwa. Kwa hiyo ni vizuri tukatekeleza maamuzi ya mahakama kwa haraka, na hasa kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo ina wajibu wa pekee wa kuhakikisha kila mtu anafuata sheria. Tukishindwa sisi tuheshimu sheria, na wengine wakishindwa katika kesi waheshimu sheria. Hakuna nafasi ya kulaumu mahakama. Mahakama ndio chombo cha juu kabisa cha kutekeleza haki katika nchi yetu. Kwa hiyo naomba maelekezo ya ofisi ya waziri mkuu yafikishwe kwamba nataka jambo hili lizungumzwe, lifike mwisho. Tukikutana kwenye kongamano lingine niambiwe jambo hili lilikwisha, kama ambavyo leo nimeambiwa toka nimetoa maelekezo mifugo ya watu isinyang'anywe, mpaka leo haijanyang'anywa mengine. Nashukuru sana serikali kwa kutekeleza agizo hili, lakini pia nitumie nafasi hii kusisitiza kwa wafugaji wetu kufuata sheria kadri inavyowezekana. Maeneo ambayo kabisa iko kisheria kwamba yatakiwa kwenda, basi kwa sasa msiyaguse mpaka sheria itakaposema vinginevyo. Lingine ambayo nilifikiri ni muhimu nikalisisitiza ni kwamba katika mambo manne mlionitajia, katika mambo mlisaja 7, la magari matatu ya kuyasemea, 4 yako kwenye ilani. Sasa mlisema pia mnaomba magari 2. Kwa bahati mbaya vyombo vya habari vyote viko live na wote wanasikia mkisema maombi yenu, lakini pia wamesikia mkisema nyinyi ndio mnaoongoza kwa utajiri. Na nimetamka hapa, pato la taifa kila katika shilingi 100 za nchi hii, shilingi 6 zinatokana na wafugaji. Sasa mngekuwa mkuyasema yale maneno ya dhalali kwamba nyinyi ni matajiri, mimi ningesema magari 2 tunawapa. Lakini kwa kuwa wananchi wamewasikia, nikitamka kuwapa magari wananchi wataniona chizi. Uongo kweli? Wafugaji oye! Sasa mengine yako kwenye ilani. Mambo 4 mliyosema yako kwenye ilani ya CCM ambayo imepitishwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM tarehe 29 na 30 ya mwezi wa 5. Na kwa uchache nitayasema ili wafugaji mjue kwamba Chama cha Mapinduzi kimedhamiria kuinua ufugaji, na nitayasoma ili yabaki kwenye kumbukumbu yenu kwamba chama kinatambua kwamba mifugo ni miongoni mwa sekta muhimu katika ukuaji wa uchumi na uzalishaji wa ajira kwa vijana na kuongeza kipato cha wafugaji. Chama kitaendelea kutoa kipaumbele kwa sekta hiyo ili kuimarisha na hivyo kuleta mabadiliko makubwa kwa kuhamasisha na kuwezesha upatikanaji wa ufugaji wa kisasa na wa kibiashara pamoja na kuchakata bidhaa za mifugo ili kuongeza thamani ya mazao hayo. Lengo litakuwa katika maeneo 5 yafuatayo. Kwanza, kutenga, kupima na kumilikisha kwa wafugaji maeneo ya shughuli za ufugaji kutoka hekta 3,400 hekta milioni 3,461 ilivyo sasa hadi hekta milioni 6, pamoja na kuyaboresha maeneo hayo na kuyapatia huduma muhimu zikiwamo maji, majosho, malisho na huduma za ugani. Lakini la pili, kupitia upya mfumo wa umiliki wa uendeshaji wa ranchi za umma ili kushirikisha sekta binafsi kwa lengo la kuzifanya zijiendeshe kibiashara, kisasa na kupata tija. Tatu, kuimarisha huduma za ugani, kinga na tiba ya mifugo ili kuwezesha wafugaji kukabiliana na magonjwa na vifo vya mifugo na hivyo kuongeza uzalishaji na kipato. 4, kukarabati na kuongeza mabwawa, malambo ya maji ya mifugo kutoka 1397 hadi 1882 na visima virefu kutoka 1124 hadi 225. 5, kuongeza mazao ya mifugo nje ya nchi kutoka tani 14,000 mwaka 2025 hadi tani 50,000 mwaka 2030. 6, kurahisisha upatikanaji wa mitaji
mbegu na maeneo ya malisho ili kuwawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za ufugaji. 7. Kuhamasisha na kuwezesha ujenzi wa machinjio ya kisasa pamoja na masoko ya mifugo nchini kwa ajili ya kuongeza thamani na biashara ya mifugo ya mazao na mazao yake. Na mwisho, kuimarisha elimu wa utoaji wa elimu ya ufugaji wa kisasa inayozingatia tija na uzalishaji. Sasa mlioandika hii risala ya ufugaji, utafikiri mlikuwepo na wanaoandika ilani ya CCM, mmepita mule mule. Kwa hii ni commitment ambayo imepitishwa na mkutano mkuu wa CCM. Ni ahadi ambayo imepitishwa na mkutano mkuu wa CCM, ni uamuzi umepitishwa na mkutano mkuu wa CCM kwamba kwa miaka mitano inayokuja CCM itayafanya mambo haya. Na nyinyi mnajua kwamba uchaguzi tutafanya Oktoba, lakini asiyejua kwamba CCM itashinda inue mkono. Asiyejua kwamba CCM itashinda inue mkono. Jamaa amesema hayupo katibu. Wanaojua CCM itashinda mikono juu. CCM oye! Alafu kwanza nawashukuru sana. Kwanza wafugaji, katika hotuba ya mwenyekiti wenu mmesema mtahakikisha Chama cha Mapinduzi kinapata ushindi. Mimi nawashukuru sana. Kwa niaba ya CCM nawashukuru. Na hii ni matokeo ya ushirikiano wa CCM na wafugaji tangu CCM ilipoundwa. Uongo kweli? Na wafugaji hawana tabia ya kubadilisha. Huwezi kukuta mtu leo anafuga ng'ombe, kesho anafuga ngamia. Unaamua unafuga nini? Uongo kweli? Wafugaji wetu wangekuwa wanabadilisha, tungekuta kila mahali, hapa ng'ombe, hapa fisi, hapa mbwa mwitu. Uongo kweli? Lakini hakuna taratibu ya kubadilisha. Kwa hiyo ndio maana mmesema mnaiunga mkono CCM, na nilikuwa nawaangalia wakati mwenyekiti wenu anasema tutachagua CCM, nikaona makofi mengi, nikasema CCM oye! Kwa dhamira ya CCM inaonyeshwa wazi ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nataka niwahakikishie kwamba commitment ya Chama cha Mapinduzi kwa wafugaji, dhamira ya Chama cha Mapinduzi kwa wafugaji haitayumba. Tunatambua umuhimu wenu kwa taifa, kwa Afrika na kwa dunia. Na tunatambua umuhimu wa ufugaji kwa uchumi wa nchi yetu. Chama cha Mapinduzi kitafanya kila njia kuhakikisha serikali zake zinaendelea kuratibu, kusimamia na kuongoza maendeleo ya wafugaji nchini. Baada ya kuyasema hayo kwa uchache tu, nimalizie kuwakumbushia kwamba tutakuwa na uchaguzi mwezi Oktoba. Na waomba muda huo utakapofika, kila Mtanzania ashiriki katika kupiga kura. Kila Mtanzania ashiriki kupiga kura. Uchaguzi utakuwepo, kampeni zitakuwepo, lakini kila Mtanzania ashiriki kupiga kura. Hamasishaneni katika familia, hamasishaneni katika kaya, katika wilaya, katika mikoa, kuona kwamba kila Mtanzania anatumia haki yake ya kupiga kura kupata viongozi wazuri katika nchi yetu.